Sallallahu alayhi wasallam, tukiwa kwenye barabara ya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwenye barabara yenyewe kuna watakaofika, kuna watakaotuacha njiani. Hili kila mmoja aliweke kwenye akili yake, japokuwa sio maudhui. Huu ni utangulizi kwa kule kuona twasitiri wenzetu kila siku kwa ugonjwa na kwa afya, tukawa na tahadhari ya kuwa wale wenzetu na sisi kama wao. Je, kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tutakuwa wenyeji wa kuupokea ama utaingia hatuko? Atakapopitisha Mungu ni haki na usawa. Sisi tu tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama salimi. Namutu wa ayyamuna tadhhabu wa nal'abu wal mautu la yal'abu. Tunakufa na siku zinapita na tunacheza na mauti hayana mchezo. Atuhatimishe Mwenyezi Mungu kwa hatima njema. Hili ndilo la kuombwa. Khutba yetu ni silsila ya mambo manne ambao ukipata mmoja wapo, yote yalokukosa katika ulimwengu hamna joto. Kwa maana ulimwengu na raha zake zote na utamu wake wote na starehe zote zilizoko na milki zote zilizoko kwa mwanadamu, zote si chochote si lolote ukipata moja kati ya manne haya, ama ukiyapata yote manne kwa jumla. Khutba iliyopita tukasema hifdhul amana, kwanza kuhifadhi amana. Tulioona katika hilo la kuhifadhi amana hakutoka mtu, na nafikiri tulikubali sote hakuna alotoka katika kuhifadhi amana ama kuwa mwaminifu isipokuwa alorehemewa na Mungu. Leo ni la pili, ni sidqul hadith, ukweli wa maneno, ukweli wa mazungumzo. Je, na kwenye ukweli wa mazungumzo mtu akiwa nalo hili pia, mkweli akiponyokwa na yote katika dunia hamna joto, ni kweli. Kwa nini ni kweli? Kwa sababu yamesemwa na mkweli, as-sadiqul amin, neno lake lisiloanguka, kuwa mkweli. Sasa sidqul hadith, kuwa mkweli, hilo la pili. Limadha kuwa mkweli? Lianna najata fi sidq, kwa sababu siku zote kufaulu uko kwenye ukweli. Kufaulu kuko kwenye ukweli, na mtume habahatishi katika kunena. Ndipo tukawa twatakiwa alioane na mtume tuyakite kikweli. Mtume habahatishi katika kunena. Sidqul hadith, ukweli wa maneno, ni uokofu mkweli. Huokoka mtu kwa ukweli, huokoka mtu kwa ukweli, na kinyume chake huanguka mtu kwa uongo. Na kuna tarehe ya waliofaulu kwa sababu ya ukweli, na kuna tarehe ya waliofeli kwa sababu ya uongo. Kabla ya kwenda, na sitaenda kwa urefu, sisi tulioko hapa sote, kuanzia khatibu juu ya mimbar mpaka nyote maamum, tuko kwenye hili linaloitwa la ukweli. Sijasiri kusema hatuko sote ama tuko sote, lakini niko na msimamo ya kuwa wengi wetu si wa kweli na wako sihaba ni wa kweli. Maana tazuka swala,
Mimi ni mudiri katika markaz, ni mkweli katika kazi yangu. Wewe ni mwalimu mwingine yoyote katika madarasa yote, ni mkweli katika madarasa yako. Headmaster katika mashule, headmaster ni wakweli katika kazi zao. Walimu wa vyuo vikuu ni wakweli katika kazi zao. Wewe ni mkweli katika biashara yako. Wewe ni mkweli katika ufundi wako. Pengine mtasema ni Jumaa ya pili utaja mafundi, no problem. Ni mkweli katika ufundi wako. Ni mkweli katika kuchonga kwako. Ni mkweli wewe katika kazi yako ya wiring. Ni mkweli. Ni mkweli katika hilo. Ni mkweli katika biashara yako. Ni mkweli katika kuamiliana kwako na watu. Wewe ni mkweli katika kukopeshana. Wewe ni mkweli katika kulipa. Chukua dira. Ikiwa upo hapo ndiko kufaulu kwako. Wamefaulu wengi kwa ukweli. Bali hebu linalokuja kwa kulikumbuka, wewe ni mkweli katika uraisi wako. Wewe ni mkweli katika ugavana wako. Wewe ni mkweli katika useneta wako. Wewe ni mkweli katika udisi wako, upisi wako, uchifu wako, uzee wako wa njaa. Wewe ni mkweli. Hakuna kushika mambo nusu nusu, kushika ukweli kwenye, uongo kwenye. Hapo ndipo kwenye yote, kwa sababu ni mada Mtume anaowatanganya watu wote. Wewe kweli ni mkweli katika wanasiasa wako. Wewe ni mwanasiasa, ni mkweli katika siasa zako? Ama kila kupicha kwako wataka kupicha kiuongo, watu kukuandama ili wakupe kura mpaka uwadanganye? Ni maafa makubwa, ni maafa makubwa waliosibiwa watu wengi, japo si wote, isipokuwa walorehemewa na Mungu. Basi ukenda kwa hao wanasiasa, astaghfirullah min kulli dhanb, waongo wa kupigwa vilemba, warongo, nasema wazi na Mungu ananisikia, waongo, isipokuwa walorehemewa na Mungu wake. Ukiwa mkweli kwa jambo wafaulu kwa jambo, ukiwa muongo kwa jambo. Angalia wewe, ukija kuomba, kule kuomba kwako ni mkweli katika kuomba kwako? Ama imekuwa nkapu sasa? Kapu za maisha sasa ziko kwenye misikiti, na kapu za maisha ziko katika mtu kunena uongo, na kapu za maisha ziko katika mtu kumuua mamake na babake. Wallahi billahi tallah, aliyokuja Mungu amuongoe na atuongoze sote, kwa sababu duniani mtu aishi kuumbwa. Wallahi alipoanza alianza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, mama ashatuacha, mama ashatuacha. Nikasema nikimbilie angalau tupate uokofu, ni wahijeneza Malindi baada salati dhuhur. Na hapo huniambia ni saa 5:30. Hata kama mimi au mwingine yote hungia sasa kutoka mwichuni, lakini hunambii saa 5:30 nataka kwenda kuiwahi jeneza Malindi. Pengine uwe na private helicopter yako, au si? Utampata hata kana baada ya dakika 15. Ruhuni kamwambia sasa, hunijepei kuungwana. Basi mmoja akasema kwamba nyosha mikono tutie dua. Sasa akaona huwa ameniweza, kwa nyosha mikono. Nami pia ningekuja kuzika, lakini Allahumma fir laha warhamha askina janna. Imekuwa mpaka ufanya watu vachilie watu dua ya kufa na watu wako jikoni hupika nte. Twenda sivyo sisi, na hamutaki kuambiwa. Na kuna wengine tukisema hawa, hata hilo jito analolitoa ni jito la ukora, la utukifu, na yajua mimi yote. Sema tayari atawizi, kwa sababu kuna sidqul hadith, na sidqul hadithi ni ukweli, na ukweli leo hakuna. Hivi sasa naweza kuambia
Watu walikuwa na imani, toa jengwa msikiti, toa jengwa madrasa, toa nini, mpaka wenyewe wametambua hivi sasa twajepewa kwa uongo. Wengi katika Waislamu ni hivyo. Waweza kwenda New People House ukaivuta kwa mbali ukaipa madesign, kisha ukasema umefika hapa, lakini kuna bili kweli kweli ya moto kwenye madrasa hii na boarding hii. Na Mwarabu wakati huo alikuwa ni Mwarabu, teza ngoma kiombo toa tu. Na sasa wameshtuka, aje na kikapu cha sinti. Kuja na kikapu cha sinti ni kuichonga zaidi ile, kisha apige tena picha, nishapiga rangi ile, ni hivi. Is wrong jamani, twenda sivyo, na afadhali kuwekwegea. Sasa tuchecheni ama tupatane. Sidqul hadith, ukweli wa maneno ambao wengi ni waongo. Na hii Ramadhani hivi sasa, mwezi wa ukweli, wenye kufunga badala ya kuvaa kweli vaongo, kwa sababu one, wataka nguo za sikukuu, one, wataka talaka isitoke, kwa sababu mamama nao yes, tutaka nguo za kisasa. Basi afadhali nendeni kanene uongo, ukijua ya kwamba uongo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume asema una haja gani ya mtu kuwatakula na kuwatakufunga ikiwa huendelea uongo? Ni kweli ama si kweli hivi? Nataka jawabu, ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Ijumaa haliharibiki, kwa sababu haya tiba ya magonjwa yetu, wengi wetu ambao ni waongo. Ndio tukawa hatufaulu kwenye misikiti, hatufaulu kwenye madarasa zetu, hatufaulu kwenye nyakafu zetu. Limadha? Kwa sababu mtu akitoa motion wake ya kuwa nataka wakfu, kwenye wakfu huwa kuna mambo fiche fiche, kwa sababu kikapu cha udanganyifu imekuwa ni maisha ya wengi wa watu wetu. Tusikilize sharia na Mwenyezi Mungu atupe istikama hivyo hivyo mpaka tuondoke katika dunia hii. Tuambianeni, hata kama yatanihusu mimi mwenyewe, ili nipate kujirekebisha. Hii ndiyo principle zangu. Hapa nimeona ni ukweli, hata dunia ikanifanya mimi ni uongo, I don't care. Tumepitiwa na mengi, ndivyo sivyo? Na hatuko huko, lakini tukakita tunavyoamini, tuamini hivi ni hivi, hata dunia nzima, Kenya nzima ikawa yaamini hivi, ni shauri yenu. Tumeelewana? Tusendeni sana, yakatukumbusha yafao kuzikwa, yasitoke tena harufu yake, kwa sababu tu ya udanganyifu, kwa sababu tu ya uongo, kwa sababu tu ya kuamini bila kuchunguza, ya kuamini bila kuhakikisha. Lianna najata sidqun, lianna an-najata fi sidqi, ukweli uko katika kuokoka kuko katika ukweli. Sikiza waheshimiwa wanavyosema, as-sidqu zinatul akhlaq, ukweli mpambo la tabia. Mwangalie mtu mkweli, tabia yake huwa nzuri kweli, wewe mwenyewe utablosha. Ukweli umenshibisha, ukweli umentoa kiwa kila kitu, chochote kwangu ni sawa, bora nisimame ukweli. Na utamkuta mkweli ataishi katika dunia hana matatizo, na yakitokea matatizo kwake si matatizo. Kwa nini? Kwa sababu nakwambia naloliamini. Pana mishingi 500, samahani rafiki yangu, kama nazo ningekupa hivi sasa, sina, finished. Lakini na una tanduru wa chundu, lakini upauchia mikono mfukoni ukachofanya mabobi shale matakuro, la haula. Ukitoa umetoa makaratasi tu ya rasti za madeni, hizo noti. Lakini kama ulimwambia tu 500 sina, basi aweze akaombea Mungu atupe sote, mkenda zenu. Au ifanya ni mbabe, kuna swasi, alasiri leo sitoki nyumbani, alasiri ya leo Jumaa, alasiri mpaka mfungo chacho, kila alasiri itakuwa bado huyapata, basi alasiri zote huyapata shilingi ya mata. Nani aloipata abu ndugu? Twajitia dhiki wenyewe kwa sababu wa shitaha nyingi. Lakini wakati mwingine hadha wanadamu watakaopiga audhu billahi uondoshe shitaha, ubaki wewe tu na Mola wako mlezi.
Tuko sawa jamani? Tusonge. Wa mambatul fadhail, ukweli ndio matokeo ya fadhila, matimbuko ya fadhila, mimea ya fadhila. Fadhila nyingi humea kwa sababu ya mtu kuwa mkweli. Wa umudu din, ni nguzo za dini. Mkweli akiwa mkweli ni nguzo za dini. Wa ruknul murua, ndio nguzo za murua. Mwangalie mkweli ana murua, lakini asokuwa mkweli hana murua. Asokuwa mkweli takuomba tu kimbirimifu, asokuwa mkweli taua tu hata babake, asokuwa mkweli tachoma tu hata nyumba yake. Na hakuna hatari kama moto. Tutakuja kutoa hutuba ya kuhusu moto alivyozungumza Mtume. Huu moto wa duniani uwashao majumba yetu. Mtu mbwa kutemka kusema nimechekechelewa na zote, sina pa kulala. Astaghfirullah jamani, kuna nafali kunali fali kunali, kuna unalolinena likapicha wakawa wako malaika hapo hapo. Ukisema kasema amin na dua ya malaika hairudi. Mbona chuko hia sisi vachuhawa wanaoita ummata Muhammad? Ati maisha ya udanganyifu, kisha tuifanya watu wanajini. Na ukiona nchocho una dini, pengine uvese ndevu nyingi. Ndio hizo ndevu nyingi ndio kikomo cha dini. Ati vachu dini ni nguo imepanda kana kwenye magonjo. Ingaveko hilo ndio dini koma hapo. Twendeni ndivyo, twendeni usawa, ili tupate usawa katika maisha yetu ya dunia. Mtume atuambia nini ili tupate bandara? Kila kibandari, kila mmoja itie, tukitoka iulize, ukiruka kizingiti, imini kweli ama ni uongo sote. Tukimaliza kuswali, ukitoka pale sema wewe mwenyewe tu, imi muongo ama ni kweli? Nimewahi kudanganya ama nimewahi kusema ukweli? Jiulize. Shati kuende wiki hivyo sasa. Jiulize ili ujijue mwenyewe. Na ukijiona sema la haula, imi muongo kweli kweli. Neno upwekee na nafsi yako ili usisikike. Watu wakapeana tahadhari, ule usende kumwambia lolote kwa sababu muongo. Nimekwambia ukitoka jiulize wewe mwenyewe. Wengi wetu ni waongo, ni wadanganyifu. Ndipo za haramu zikawa nyingi majumbani mwetu kwa sababu hupeleka kwa misingi ya uongo. Mtume atuambiaje? Mtume atuambia hivi, atuambia alaikum bisidqi, jilazimisheni na kunena ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albir, ukweli humuongoa mtu katika wema. Sikia vizuri. Wa inna albirra yahdi ila aljannati, na wema humuongoa mtu kumpeleka peponi. Hizi kiusomi nimegundua kwenye kupitia vitabu vyetu. Aliposema jilazimisheni na ukweli, ukweli hukuongoa kwenye wema na wema hukuongoa kwenye pepo. Hizi zinaitwa alwasailu. Watu wa usulul fiqh wasema alwasailu laha ahkamul maqasid. Alwasailu, barabara za kukupeleka, laha ahkamul maqasid, hupewa hukumu za makusudio. Sasa zile barabara ambazo waziandama kwenda kufikia katika wema, barabara zote hutuandikiwa thawabu mwema. Mfano, natuma nataka kwenda hija, fanya kibarua hiki nini, kwenda kutoa passport, kwenda kukata maviza, hayo yote waambiwa ni wasail, na zote wapata thawabu kiusomi, si kiujahili. Maana jahili za la bahir, ukenda kutoa pasipoti wapata thawabu. Nkusoma, lakini wewe hujui hatate na vitone vingapi, utanichomoa. Hupacha thawabu ukenda kutoa pasipoti. Kwa nini? Lengo langu natoa pasipoti nenda kutafuta kazi za halali. Umeona hata watu wa kazi kisheria wamezungumza na wasu, ni wao tu havaichambui maskini. Watu wa pasipoti hapa, mrembo alikuwa huniua roho wangu Kenya, ameondoka sasa, imekuwa makao yake ni Omani. Natoa pasipoti na muandamia huko. Hizo kutoa pasipoti kwako wapewa madhambi.
Ote huo ni utaratibu wa mtu kushika kitabu, si kubahatisha kuivurumiza kwenye mambo. Na ukiambiwa soma, lazima kusoma, lazima kusoma. Kwa nini sio lazima kusoma? Ili ufikie kwenye mahitajio yako, ili upate thawabu kwenye harakati zako. Hizo tumezipata ni alwasailu laha ahkamul maqasid. Akaendelea Mtume, wala yazalu rajulu yasduku, hatoacha kuwa mtu mwanamume. Lakini akitiwa mwanamume sio kwamba kwa mwanamke hayuko. Hapo ndipo pahala pake, huyo ndio anayetoka kuwataka alete riziki. Sasa hilo la kuleta ruzuku imma litaandama yao wa ukweli, litoke kwa mfumo wa ukweli, ama litaandama yao wa uongo na itoke kwa mfumo wa uongo. Mwanadamu huu awe hafanikiwi kwa lolote kwa sababu ya uongo. So naweza kusema hivi, pengine kwenye kuwatakufanikiwa kwetu, pengine kuwatakufaulu kwetu kwa sababu sisi waongo hata kwenye kazi za halali. Pengine mvaongo hata kwenye kazi za halali, lakini kazi ni halali na wewe ni Muislamu ukaifanya kwa misingi ya ukweli. Kwa nini tusitajirike? Kwa nini tusiwe na akiba? Tutaketi tu sisi Wasomali ni Wasomali na ukweli wao katika biashara, ndipo wakashikana wao kwa wao kiukweli, na hakuna anayemuhini mwingine. Lakini hatusemi wote, wako pia kwa sababu penye mwema kusema. Lakini hateni uhasidi kama Wasomali wegeni ni wavivu, mtaketi maskani tu, ni mvavivu, mwataka kuomba tu, nyinyi mwataka kula za uongo tu, nyinyi mwataka kula za kunyang'anya tu. Mtu hunyang'anya mtu kwa misingi wa ukweli, kwa misingi ya uongo, na ajua na mnyang'anya tu, kitu hiki si changu. Au vipi hapo? Ni kweli ya teni nitakuja katika kunyang'anyana ardhi, na mtu ajua ardhi hisi yake, lakini akasimama kidete hati acha kufa, ajitetea kufa kupona. Hii ni yangu, ni tukue ni yangu, na wallahi billahi tallahi si yake. Utachomwa watu kweli kweli. Lakini tutajuana huko siku ambapo Mungu asema yauma tubla sarair, siku ambapo Mungu asema hadha yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Hakuna ruhusa kuogopa kusema lolote ambalo ni ukweli, hata kama litamhusu nyawe na shoe. Toyib, Mtume kisha afunga vipi khutba yetu? Mtume afunga kwa kusema wa iyyakum wal kadhiba, na watahadharisha nyinyi na uongo. Tena nyinyi ajua kwamba kuwa waongo ni wengi, na watahadharisha nyinyi na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila alfujur, uongo humpeleka mtu katika uovu. Kweli ni ho uongo mpaka humuua mamako, humuua babako. Ni muongo, huja na makaratasi hapa, nataka nchango kinamna yote, nataka kwenda hapo Moshi tu, na ni muongo na nguvu zako. Na wakati ukizungumza wazungumza kama kwamba na pumzi pia hazitoki. Salala, sio mchezo sasa. Mwanadamu ni mtihani katika maisha yake. Na mitume pengine, sisemi guarantee kwa sababu sijaona hivyo, lakini pengine hawa mitume kuambia pichani mutunge mbuzi, pengine ni training zile kwamba utanena mbuzi ana tabu, lakini uenda kupewa jukumu useme afadhali mbuzi. Wa innal kadhiba yahdi ila alfujur, uongo humpeleka mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu humpeleka mtu motoni. Hizo ndizo zisimama alwasailu laha ahkamul maqasid. Wa inna rajula, na hakika mtu, wala yazalu rajulu, na hatoacha kuwa mtu mwanamume, yakdhibu, ananena uongo, wayataharra alkadhiba, na anataka kunena uongo. Kuna jambo waweza kuona hapa nikinena kweli mambo atakuwa hakuna wasiwasi, uchie subiri ya uongo yaharibike yote mpaka wewe mwenyewe ujute. Si afadhali kama nilimwambia ule ukweli? Tumefahamiana sana. Ukimwambia ukweli ni ndia fupi sana, ni kadhaa basi.
Mimi nikikwambia sina, lazima unielewe sina, kwa sababu mwanadamu sina haki ya kuwa nacho siku zote. Lakini leo ni balaa kubwa umwambie mtu sina. Mwehu mmoja alimuomba Sheikh Msallam pesa. Sheikh Msallam katika mfuko wake ikawa ziko kama 400 hivi. Kweli, naye uko mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh wetu. Akatukua akampa. Basi Sheikh Msallam amwangalia, na yeye mwenyewe kwa sihaba mashallah kwa akili kana kitungue. Akavotembea na hizo angalie. Kana tezo karata. Sasa ile kuzivucha amekasirika, mbona 400? Na Sheikh ashanshtukia. Mafumu. Mara kenda akampata mwenzake. Kaambaza na muomba Sheikh pesa. Umuonyesha amempa 400. Udhu billah. Ulikuwa nazo hizo 400? Ulikuwa nazo? Ndipo siku moja katika maelezo tueleza, siku hizi huenda ukafanya wema ukapata dhambi. Kwa nini? Kwa sababu unayemfanyia wema atasababisha wewe upate madhambi. Nimekupa 400. Una ngapi? Sinti na ngapi? Ule nakwambia ajulikana Saudia kweli. Nawe nenda ukajulikana. Shida iko kwapi? Nenda. Ule amepata kweli, amejenga na maenenda upache ujenge majumba na magari. Hupacha tunchu, hakuna sababu za kutefuta kupacha. Lakini hii yote ni kitu kinachoitwa uhasidi, na hasidi hana sababu. Wazi? Sasa ukweli ndio humfelisha mtu, na urongo ndio ukweli ndio humfaulisha mtu, na urongo ndio humfelisha mtu. Hebu tutoke sote tuwe wa kweli, tuamue kubadilika. Mimi kwenye kazi yangu kweli, kwenye kusomesha kwangu kweli, kwenye kuomba kwangu iwe ni ukweli, kila kitu kiwe ni ukweli. Na atokapo mtu kukwambia Sheikh, hapo kidogo umefanya blanda, Allahu Akbar, ukamilifu ni wa Mungu, ni kweli, unarudi kwenye dira. Waislamu wangekuwa si mfano kwa matajiri katika dunia hii? Mbona koko watupu, hawana chochote? Kwa sababu maisha ya dafarau ya kupata hivi sasa kwa kukuomba kiuongo, kesho na pangaramani tanbika dafarau nani? Tubadilikeni, Mungu atubadilishe. Mtume hasemi kitu kwa kubahatisha, anasema kwa ufunuo utokao kwa Allah tabaraka wa taala. Na uongo humuongoa mtu kwenye fujur, na uovu humpeleka mtu motoni. Wala yazalu rajul, hata atakuwa mwanamume, yakdhibu, asema uongo, wayataharra alkadhiba, na anachegua kutaka hilo kufanya uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka andikwe mbele ya Mungu kadhab. Haya naambia ni jamani, ikisha kuandikwa kwa Mungu, huko kwa Mungu, nimemwandika nja wangu huu ni kadhab, jirongo, utanena ukweli hata ukanitolea salamu kama imeandikwa, nchu tafanya shaka, lakini hii salamu ndo ukweli ama? Na utashangaa ukisema, nikisema hivyo, na ndivyo hali ilivyo. Kuna watu ni waongo kweli. Ash-Sha'bi asema, wenye kuhatimisha kifungu cha pili cha kukupa wewe kufaulu hata ukikosa yote ya dunia, asemaje? Alaika bisidq, jilazimishe na ukweli. Haithu tara annahu yadhuruka, kwa namna utakavyoona ukweli utakudhuru, fa innahu yanfa'uka, lakini ukweli utakunufaisha. Wajtani bil kadhiba, jiepushe na uongo. Haithu tara annahu yanfa'uka, kwa namna utakavyoona uongo utakunufaisha, fa innahu yadhuruka, lakini uongo utakudhuru wewe. Kwa uongo, angalia kana wale watu baroda pale paka kwenda nini, si mnajua bwana, barabara zetu za Mombasa, siku ya Ijumaa imekuwa ni siku ya, sisemi ni siku ya aibu, siku tukufu ya watu ambao wanaleta aibu kwenye siku tukufu.
huvaa ninja asostahiki kuvaa ninja. Nini? Uongo. Wamebebwa watoto wengine, wanatumwa gari ikisimama, hebu niambie, ule mtoto, kuna pia wenye imani hata kwa havo waongo, ampe ule mtoto, basi ule mtoto maskini atainukia, pana njia ya rahisi nyepesi ya kupata pesa, basi hasomi, hatefuti kazi, hafanyi chochote, kwa sababu wameona kuanzia usubuhi mpaka jioni tapata 1,000 2,000 mwana, na pengine mamake hampi kitu chochote, hafanyi kazi kabisa. Mafhumu? Ndipo Said Mabruku unamtaja, sina wasiwasi naye, tukiwa tuko barabarani akigongewa hufungua kioo, ambia mwambie mamako akupeleke shule. Mwambie mamako akupeleke shule. Sasa hawa ndio wale wakiinukia, wakikosa wataka senti za dafarau, kisha huokotwa na maprofesa wa wizi, wanaingia katika mfumo huo. Mwenyezi Mungu awahifadhi watoto wetu. Lakini lazima sisi Waislamu wazazi tuwe makini, tuateni uongo. Sisi tusiwadanganye wake zetu, sisi waongo kwa wake zetu wengine waongo kwetu, ndio mambo yakachifuka na yakaharibika. Tayib. Kisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asema, kad yablughu as-sadiqu, huenda kafikia nsema kweli, bisidqihi, kwa ukweli wake, mala yablughu al-kadhibu bihtiyali, pasipofikia muongo kwa hila zake. Muongo na hila, kwa sababu lazima afanye hila ili awin katika lile jambo lake. Yakulu shair, mshairi naye akasema, awid lisanaka qawla sidqi tahdha bihi, uzoeze ulimi wako kunena ukweli, tabahatika nalo. Utabahatika kwa ukweli ukiuzoesha ulimi wako. Usimwambie mtu njoo kisha mali ataingia na una hakika hayataingia. Wewe una guarantee pote, akwambia kesho mali yako yatatoka, usiwaambie wateja wako kesho, nina tamaa ya kesho lakini sijashika moja kwa moja, manake kote huko niko kutaja uongo kwao, na kila mtu huchengeza uongo ili apate kujepa. Mwisho ni ijma'i ya wanavyoni, na ijma'i ni moja katika masadiru tashri'. Ajma' ahlul ilm, wamejikusanya venye elimu, ala anna sidqa, kwamba ukweli huwa asasul iman, ni msingi wa imani, wa tariqun najati, na ndio barabara ya kuokoka. Wabihi, na kwa ukweli, tumayazu ahlun nifaq, hupambanuliwa watu wa nafiki min ahli iman, na watu wa imani. Ukitaka kujua nafiki, angalia katika ukweli tu, wacha ile blanda ya kijinga ya bangi, nafiki huyo nafiki, ndio zile zilikuwa mbangi. Lakini ukitaka kujua mtu mkweli, muangalie katika kunena kwake tu, wewe utapambanua huyu ana ukweli na huyu ana uongo. Si nifaki tu mtu kusema kwamba mwenzake ni nafiki na wewe mwenyewe hunuka unafiki, pengine na ukoo wako wote hunuka unafiki. Unajua Mtume utupeleka mbali katika masala ya sherehe. Take care. Utakunjua mtu nafiki, pambanua kwenye ukweli katika kunena tu, na kwenye ukweli katika kuahidi tu, utamjua huu ni mkweli na huyu ni mnafiki. Wabihi tumayazu ahlu nifaq min ahli al-iman. Sentence za mwisho, wasukanu ljinani min ahli niran, ukweli hupambanua watu wa peponi na watu wa motoni. Umeona, waweza kuingia motoni kwa uongo, nawe ni muongo wa kupigwa kilemba, lakini mdomo wako nchafu wa kuwaita watu waongo. Fahuwa saifullahi fi ardi, ukweli ni upanga wa Mungu ardhini. Kweli si kweli? Mwambie mtu ukweli, atachecha nawe, wewe nawe swali wewe ukweli. Ndipo mpaka ikaja katika maandiko, mwambie mtu ukweli japokuwa ni utungu mkweli. Manake mwisho mtu aweza kumwambia hivyo unavyofanya si unajua sawa, basi hebu nyamaza. Kinyamaza nawe hubaketee, huibadilishi. Na kuna watu ambao wewe unawapiga dafarau, unawaharibia maisha yako. Tuweni wa kweli. Neno la Mtume
Kisha akasema waqad hatha salaf, salaf wamehimiza, masalafu wa ukweli, wale masalafu wa ukweli wamehimiza. Kwa sababu nikisema masalaf simaanishi salaf mfuro, akikupita atoe salamu nini achinkeli nini achin sahaba yeye. Nasema masalaf walosimama kwa usalaf, tarbia, maneno, ukweli, muamala, ibada, kila kitu. Hao ndio ninawakusudia. Tayib, hatha salaf wamehimiza nini? Ala tahrimihi fi kulli hal, kuharamisha uongo kwa kila hali. Hatta qalu, mpaka wakasema, alayka bisidq, jilazimishe na ukweli. Wa haithu tara annahu yadhuruk, namna utakavyoona ukweli utakudhuru, fa innahu yanfa'uka, ukweli utakunufaisha. Hili ni la pili katika ambao ukikosa ya dunia hujakosa kitu, maadamu unakuhifadhi amana na unakuzungumza ukweli. Tuyangoje mawili atakaobakia kwenye siku njema zilizotukabili, zitufanye wa kweli ili saumu iwe ni ya kweli. Tusiwe waongo tukawahufunga na kumbe hatufungi, na kesho Mungu akwambia hukufunga hata mwaka mmoja, utambua ukele iweje na kila Ramadhani nilikuwa ninafunga. Mungu asema katika suratul Fath, kul afanunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.